ukahisi kwamba ni mechi ngumu kwa sababu ya concentration ambayo huwa wako nayo Singida, especially wanapokuwa wanacheza na Simba Sport Club. Wao wana concentration kubwa sana ya kuhakikisha kwamba wanakwenda kutengeneza intensity kubwa, mechi yenye ushindani ambayo hata Simba hata wakiwa wametengeneza nafasi za kiwango gani, ni lazima mara kwa mara timu ya Singida itengeneze nafasi za wazi ambazo wanaweza kuzitumia. Nakumbuka sana msimu uliopita ziko baadhi ya mechi ambazo ulikuwa unamuona mtu kama Elvis Lupia ambaye amezoea sana kuwafunga Simba, alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao alikuwa ni very select, anakuwa ni mchezaji hatari zaidi anayeweza kuwafanya madefenders wa Simba kuhakikisha kwamba anatengeneza namna yoyote ya kufunga magoli. Bahati mbaya ama nzuri, mabeki wa Simba ni wale wale ambao walikuwepo msimu uliopita, especially kwenye eneo la katikati. Darux miongoni mwa wachezaji ambao amekuwa na ubora mkubwa yupo na anafanya kazi yake bora sana, lakini tunavyozungumza back not forward ambaye alikuwa anawasumbua zaidi, namzungumza kwa sasa hivi hayupo kwenye kikosi, amesharejea nyumbani kwao nchini Kenya, lakini tulimuona namna ambavyo alifanya kazi nzuri sana kwenye mechi ya tamasha la siku ya Simba Day, kwa maana ya Elvis Lupia. Sasa mechi ya kesho mimi nikitazama kwa mujibu wa vikosi vyote viwili, nikikiangalia kikosi cha Singida nikianza nacho kina quality ya 35% tu kati ya 100 za kucheza na Simba. Siwaoni Singida kama kwa sasa hivi wana timu bora ya kuwazuia Simba isiwafunge magoli mawili. Siwaoni kwa sababu timu walionao sasa hivi ni kama imeanza upya. Kujaribu kuwatazama of course kuanzia golini ama Siabasogi pamoja na Metacha, lakini mtu ambaye amekuwa anapata nafasi ya mara kwa mara ni Metacha Boniface Mnata, lakini ukimtazama ana makosa binafsi, na bahati nzuri baada ya kupewa kazi nzito ya kuwa kapteni wa timu amekuwa anafanya kazi yake kwenye ubora mkubwa, lakini bado kama chagulio bado ni Metacha. Unaona Simba not Singida bado wana timu ya kawaida sana ambayo inaweza ikaruhusu magoli. Ukiacha eneo la goalkeeping unaangalia mabeki wazoefu ambao amebaki Ibrahim Imor pamoja na Ande Kofi. Hawa ni madefenders wa pembeni kwa maana ya namba 3 na namba 2. Of course ukiwatazama quality yao ya kiuchezaji ya overlap na mashambulizi kutoka eneo la defense kuwapeleka mashambulizi kwenda mbele, wana wastani bora sana. Tena wana wastani bora kupeleka mashambulizi na kurudi. Lakini moja kitu pekee ambacho wanakosa Ibrahim Imor pamoja na Ande Kofi ni kupiga zile penetration pass ama outer pass ambazo zinaweza zikawa na product nzuri zinapokwenda kuwafikia washambuliaji wa mbele. Ukitazama eneo hilo hawa ni wazoefu, lakini bado unaona uzoefu wao wamekuwa wanafanya makosa mara kwa mara toka msimu uliopita wakati wanakutana na Simba Sport Club. Ukiacha hapo unakuja eneo la katikati kwa maana ya watu wa katikati. Yuko Kennedy Wilson Juma miongoni mwa wachezaji bora, anaifahamu Simba, amefanya kazi pale, anaijua vizuri sana kwenye quality kubwa, pamoja na baadhi ya madefenders ambao kwa sasa wamesimama kwenye ubora mkubwa kuhakikisha kwamba timu inafanya vizuri. Lakini ukimwangalia Kennedy kama anaweza akaanza, bado unamuona kabisa ni mtu ambaye anatakiwa kupewa kampani kubwa ili timu iweze kufanya vizuri kwenye eneo la defense. Sasa huyu ni mzoefu. Wako wachezaji wengine ambao ni wazuri, kama anaweza wakapatiwa nafasi kama kina Pipino wanaweza akafanya vizuri. Lakini ukiacha hapo, rudi kwenye eneo la katikati ambako wachezaji walikuwepo wazuri sana misimu miwili nyuma ya Singida. Leo namwangalia Mwashinga ambaye tunajua ubora wake sio mkubwa sana, last season hakuwepo pale, lakini ndio kiungo ambaye anatarajiwa kufanya makubwa pamoja na Shayani. Sasa hawa viungo ukiwatazama of course ni wazuri, lakini bado quality ile ya kupambana na wachezaji wa Simba kama timu imepangika vizuri wanaweza wakapata wastani ambao sio mzuri. Ni lazima kwenye mzania midfield ama viungo wa Simba watakuwa na ile tunazungumza midfield power point ambayo itatengeneza mstatili bora zaidi wa wao kuwa na mazingira bora ya kuwazidi kwenye eneo la katikati. Eneo pekee ambalo Singida ni bora ni kwenye eneo la mbele. Wana wachezaji wawili ambao mwalimu kama anaweza akachagua wachezaji wawili anaweza akatengeneza timu bora zaidi na wakawa hatari wakapata hata goli moja. Wa kwanza ni Jonathan Soa ambaye amecheza Singida na Simba. Soa ni mchezaji mzuri sana hasa akiwa Singida kwa sababu anajua Singida huwa ni mchezaji ambaye ni very exempted player.
ni very exceptional, ni mchezaji ambaye ni untouchable, ni mchezaji ambaye ni specialist kwenye timu kuanzia maisha yake ya ndani, maisha ya nje, manaka anapatiwa huduma zake ambayo yani ile hospitality ya Jonathan Soa ndani ya Singida ni hospitality ya special sana. Anajua namna ambavyo anapambana kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda kwenye ubora mkubwa. So ukiacha hapo, huyu ni mchezaji mzuri. Ukimwacha yeye, yuko Tegis. Hawa wachezaji wawili, Tegis wana Simba wanamjua, wanajua vizuri sana kwamba ni mchezaji wa namna gani. Kwa hiyo Jonathan Soa na Tegis hawa kwenye eneo la mbele ni wazuri. Kwa hiyo ukiacha hawa wachezaji wawili, wengine mimi ukiniuliza nitakwambia ni wachezaji wa kawaida. Mtu kama Keyeke, ukiwaangalia wakina Mboma, wachezaji ambao ukiwatazama kwa namna yoyote ile unawaona kabisa kwamba ni wachezaji wa kawaida. Of course anaweza akaingia Kaseke, labda wakina Yusuf, lakini bado unawatazama ni wachezaji ambao kwa timu ya Simba ilivyo unaona kabisa kwamba timu ya Simba ina quality na ubora mkubwa. Kwa hiyo kwenye kikosi cha Singida kina 37% tu za kucheza na Simba. Na mimi nikiwatazama Simba kwa timu walio nayo, kwa namna ambavyo walicheza na Pamba, kabla ya kuingia hata kuwatazama kwenye kikosi chao kilivyo, Simba kesho anashinda mechi mapema tu kipindi cha kwanza.